wala sina vita na gari ya upendo. Aiendeshe, atambe nayo mjini. Kuna huko msibani, mimi mwanangu wa pekee alifariki. Msiba uliisha baada ya kuzika, tuendelea na ibada. Kwa hiyo mamangu amelala, hayuko hai. Kwa ujumbe ni kwamba mimi ni dakika yoyote sitakuwa hai. Sasa ukitaka msiba nikae nao si wiki mbili si mwezi, unajuaje wamepanga siku gani? Ndio maana nchi inasonga mbele. Nampenda sana rais wetu huyu Mama Samia. Kila anapokwenda kuna watu kwa ajili ya maombi kumtanguliza Mungu. Kwa hiyo tuendelee. Asante sana. Naam. Furaha zote. Kwa hiyo tuendelee jamani kusimama kwenye maombi kama ambavyo tumesimama pamoja. Na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Dada Pendo, nikishuka hapa nitakuja kukuletea hicho ambacho nimepewa, na Mungu awabariki. Asante sana. Nadhani hiki kwa mtu yoyote ambaye amesherehekea vyovyote juu ya kilichonipata, na hisi alipoona hiki kuna kitu kilimsemesha kichwani. Kuna kijana mmoja anasema, Mbarikiwa, nilikutukana sana ulipokuwa unaongelea mchakato na hila inayoweza ikawa imo kwenye zawadi hii ya upendo kupewa gari. Lakini nilipoona hiki alichofanya Ado Novemba, nikajua inawezekana kabisa baada ya we Mbarikiwa kusema juu ya hila iliyomo, wale mapapa wenyewe waliogopa kujitokeza, wakasema ndio yale ambayo Mbarikiwa ameshalipua tayari. Wakaogopa kujitokeza, ikawa wakaona basi watume chawa wao mwingine ambaye walidhani anaweza akatumia njia ya ufundi zaidi kuonyesha kwamba ama kutumia hafla kama hizo kuonyesha kwamba damu zilizomwagika thamani yake ni hii michango tunayotoa. Kwenye maneno machache hayo ambayo Ado ameyazungumza hapo, utakutana na vitu viwili ambavyo yeyote unaweza ukaona hisi ni kama hii ilikuwa trick ya watu fulani. Kitu cha kwanza ni anavyojaribu kusafisha kwamba vilio uchungu wa watu waliouliwa ndugu zao, hivyo ndo nchi kuendelea mbele, na watu wanaombea sana namna hizi za watu kutekwa, kuuliwa, kuteswa, kuibiwa, kuonewa ziendelee sana. Rais huyu aliyepo Samia, yani ni anapeleka mambo vizuri, hivyo ndo vizuri, watu wapokee hivyo. Jambo la pili ambalo si lazima sana, lakini mtu yoyote anaweza kidogo akajiuliza kwamba ninaposhuka hapa nitakupa nilichopewa. Anyway, inaweza ikawa alichopewa na Mungu, ama inaweza ikawa alichopewa na alikotumwa. Inawezekana kuna alikotumwa. Wananchi, mimi sikupinga Upendo Nkone kuchangiwa, mimi sikupinga sadaka, mimi nilipinga hila ambayo ilionekana. Inawezekana alianzisha wazo, alikuwa vizuri, lakini kadandiwa njiani na ambao walitaka kuitumia, ikadandiwa njiani. Na nirudia sana hii statement, hii sentence, kwamba alianzisha wazo, inaonekana yuko sahihi kabisa, lakini walioidandia njiani aidha hana uwezo wa kuadhibiti, kwamba jamani, hii tulianza kama sadaka, hatujaanza kama propaganda. Kwa hiyo wamejidandia pale katikati. Kwa sababu kwa nini hawa jamaa sadaka zao zitangazwe? Je, michango yote imeainishwa? Majina yote ya waliochangia yameainishwa? Kwa nini hawa, tukiachilia mbali kuna mchungaji mmoja ni kama itangazwa, wachungaji kama wawili itangazwa, na hawa jamaa wawili najuaga hivi vilichomekwa
ili ionekane kwamba mbona zimetangazwa nyingine nyingi. Kwa nini haijatangazwa ya watu wote waliochangia? Si mmeshaona ni salama kutangaza? Kwa nini haijatangazwa ya watu wote? Imetangaza tu ya watu 2, 3, 4. Si ni wawazi? Kwa nini hamjaonyesha majina ya watu wote? Je, wengine wote walikataa majina yao kuonekana? Ni hawa tu waliotaka majina yaonekane? Au sadaka inayotolewa kwenye mazingira kama haya inakuwaga na hila na makusudi mengine mabaya? Je, mlikuwa mnaonyesha kubwa kubwa tu? Mlitangaza kubwa kubwa tu? Mtu yoyote ambaye anaweza akawa hana hila yoyote anaweza akajiuliza juu ya jambo hili. Sasa mwisho wa yote ni kwamba mimi mama yangu hayuko hai. Kama umefuatilia mambo yalivyokwenda mpaka kauli ya mwisho ambayo sijakurushia, lakini kauli ya mwisho, mamlaka fulani imesema Mbarikiwa anaongea sana. Mbarikiwa anaongea sana. Sasa kuizungumzia hiyo, imezungumziwa kwenye namna zipi? Lakini wewe jua ujumbe huo ninao. Mbarikiwa anaongea sana. Nimeongea sana nini? Nimeongea sana nini? Zaidi ya kuonyesha Biblia kwamba kama mliomwaga damu munahisi mkianza kutoa michango makanisani au kwa watu wa Mungu ndio njia ya kuitakasa nchi, munakosea njia. Sio hivyo, Biblia haijasema hivyo. Nilikuwa natimiza wajibu wangu wa mhubiri, nilikuwa nasoma maandiko. Naomba nirudie tena maandiko ambayo agizo lake ni la milele, na nyakati zote ikitokea utawala wa nchi imemwaga damu za wasio na hatia, agizo lake ni la milele. Nimeongeapo sana nini zaidi ya hicho? Sababu katika michakato yote iliyosikia kuhusiana na kifo cha mamangu, yote niliyoainisha, ikiwemo kwamba mara polisi wanasema isipigwe picha yote wakati wa mazishi kwa ajili ya nini, na mengine yote niliyoainisha, unakuja kuona na inatokea hii neno Mbarikiwa anaongea sana. Nimeongeapo sana nini mpaka mama kinamkuta kilichomkuta? Nimeongeapo sana nini? Si ndo hicho? Basi ndo nilichokuwa nasema, sadaka ina damu. Kwa nini nataka kutumika milioni 5, milioni 10? Ionyeshe rais huyo ni mzuri hivi, anavyoua watu hivi ni mzuri hivi, anavyopora karibu kila mali. Pesa inayopatikana inatumika kuonga huyu, kumnunua huyu ili asifia ambacho sio chenyewe, inatumika kuumiza kule, kuua kule. Nenda kwenye mibarabara, kuna mashimo tu, hakuna bengo. Ikitokea tu ni kishule kimejengwa pale, ndo uzinduzi na magari 200 ni Mwenge inakimbizwa lenye magharama ya kila aina, linaenda kuzindua pengine daraja ambalo lingejengwa tu hata na mtu mmoja, sijui na vingine. Huyo ndo anasafishwa. Kuongea sana, sijui unapima kuongea sana ni maneno mangapi, ila mimi ninachojua tafsiri yake ni Mbarikiwa anaongea yale ambayo sisi wauaji hatutaki kuyasikia. Moja kauli wauaji hatutaki kusikia mtu anasema aliyeua kwa upanga atakufa kwa huo. Hatutaki kusikia mtu anayesema njia ya kuitakasa nchi sio hizi tunazotumia sisi, hatutaki kusikia. Kwa hiyo ndio tafsiri. Lakini kuongea sana, mimi ni mhubiri, sijajua sana nini. Nasoma Biblia, nikusomee ninachosema. Msipite njia hiyo kudhani mtaitakasa nchi, mtajidanganya. Niliwaambia kule nyuma kabla, hii Biblia ni mtakuja, itasema utaipuza, itaonyesha kwamba hapo usipofanya hivi hufiki kokote, utaumia, utaharibikiwa. Sasa ikifika mahala ulipuza, unataka sasa tusiendelee kuisoma tena. Tukisoma unaongea sana, natoa hoja baadaye. Sasa tujibizane kwa hoja.
tuzungumze sasa kwa hoja kwa Bwana, hili maana yake sio hii. Nyie mnatujibu kwa kifo. Ndio maana nasema sadaka ina damu. Sadaka ina damu kwa sababu wahusika wanataka kutumia milioni 5, milioni 10 kuonyesha kwamba thamani ya damu tunazomwaga ndo hii. Hayo nitaongea tu sana. Ni Biblia ilitaka inapotokea watu wamemwaga damu kwa sura kama hiyo, wasitakase nchi kwa njia kama hizo. Narudia kusoma katika Hesabu 35 mstari wa 29, ni agizo la milele la wakati wote kwamba mambo, mstari wa 29, mambo haya yatakuwa ni amri ya hukumu kwenu. Hiyo hukumu ambayo hamuitaki ni amri ya hukumu kwenu katika vizazi vyote, katika makazi yenu yote. Mtu awaye yote atakayemuua mtu, huyo muuaji atauawa kwa vinywa vya mashahidi, lakini shahidi mmoja hatashuhudia juu ya mtu hata kafa. 31, tena msipokee fidia kwa ajili ya uhai wa muuaji ambaye amekuwa na hatia ya mauti, lakini lazima atauawa. 33, hivi hamtaitia unajisi nchi ambayo mwakaa. Ni hivi tu, ni kwa namna hii tu, hamtaitia nchi unajisi ambayo mwakaa, wala hapana sadaka itoshayo kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya damu iliyomwagwa ndani yake, isipokuwa damu ya huyo aliyeimwaga. Mimi nasoma Biblia, wananchi, nasoma Biblia. Nasema naliona hila. Aliyeanzisha wazo la kuchangia, mimi sijapinga kuchangia michango. Aliyeanzisha wazo la kuchangia inawezekana kabisa alikuwa sahihi, lakini lilidandiwa njiani na watu ambao aidha aliogopa kuambia kwamba hapana, hiki hakipo, kwa ajili ya propaganda, kwa sababu ya kuokoa uhai wake, ama na yeye ni sehemu ya propaganda hiyo. Mumeona hiki alichokuwa anajaribu kufanya Ado hapa, nimeshaelezea. Anyway, yamenikuta. Mama yuko hai katika mazingira ambayo wengi mmeshajua. Tumeshazika. Najua Upendo ishapokea gari, wala sina vita na gari ya Upendo. Aiendeshe, atambe nayo mjini, lakini ukweli wa ilikuwa sadaka ya namna gani? Mungu ataamua. Mungu ataonyesha ilikuwa sadaka ya namna gani, na kwa nini yote haya yatokee na isemwe Mbarikiwa naongea sana. Nimeongea sana nini zaidi ya kufafanua hicho? Na kwa ambao nasema hukumu ni ya Mungu. Mungu ndo maana amekuhukumu wewe. Ninafahamu Wapentekosti wauaji wakiua mtu asiye na hatia, wauaji wakiua mtu asiye na hatia, si wangeniua mimi ndo mjua amehukumu? Wakiua mtu asiye na hatia, Wapentekoste nyie ndo Mungu amehukumu. Lakini nataka niwahakikishie iko hukumu ambayo tumepewa wanadamu, tuhukumu. Ndio maana Petro alimwambia Safira kwamba miguu ya watu walienda kumzika mume wako hii hapa, na wewe utaanguka, utakufa na kuhukumu mimi. Paulo alimpiga yule Bayesu kwamba apigwa kwa upofu kwa sababu huachi kuzipotoa njia za Bwana. Ni hukumu. Katika Wakorintho wa kwanza 6, najua mtaki kukubaliana na maandiko,
Lakini katika Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa ngapi? Mstari wa 2 anasema, hamjui ya kwamba watakatifu watauhukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na nini, je, hamstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Hamjui ya kuwa mtawahukumu malaika? Basi si zaidi sana mambo ya maisha haya? Sasa inawezekana unasubiri hukumu. Nilikwambia toka mwanzo, sina magereza, sina polisi kwamba nitamtia jela ndani Upendo ama yeyote aliyecheza mchezo huu, lakini najua sasa umezima data, umezima masikio. Kuna siku utaiona hukumu ilishatoka, na nilirudia sana hilo neno niliposema nitatoa hukumu. Hapo hapo nilisema natoa hukumu kabla ya hukumu ambayo inaweza ikaja kuwa ndio hukumu ambayo ulikuwa unaisubiri. Sasa mgogoro ni kwamba wakuhukumu ni Mungu. Sijui Mungu aliyemtoa kwenye kitabu gani, na kama ungemtoa kwenye Biblia, basi wanaoweza kuhukumu, watakao hukumu ni watu. Nitakuja kurudi siku nyingine nilitaka tu nitoe picha. Inawezekana uipendi sana, lakini huo ndio uhubiri. Kuna huko msibani, mimi mwanangu wa pekee alifariki, nilizika siku hiyo hiyo, msiba uliisha. Baada ya kuzika tuendelea na ibada. Kwa hiyo mamangu amelala, hayuko hai. Sijui ni siku gani, sababu tu baada ya mamangu kulala tayari ujumbe ulifika kwamba tumetaka kupunguza watu ambao tungewaumiza ikikuwa tumekuwa wewe. Kwa ujumbe ni kwamba mimi ni dakika yoyote sitakuwa hai. Sasa ukitaka msiba nikae nao si wiki mbili, si mwezi, unajuaje wamepanga siku gani? Inawezekana Mungu amependa, ameruhusu. Kama hajaruhusu, kweli hawatanifikia. Huenda kwa mtu mmoja katika waliomo duniani itakuja kufahamika kwamba walikuwepo watu ambao Mungu angeweza kuwalinda, licha kwamba walikuwa wepesi na rahisi sana kufikiwa au kuumizwa. Kwa inawezekana kabisa Mungu kama hajaruhusu, mipango mingi itafanyika, haitawezekana. Lakini kama ameruhusu, basi hii dakika moja nayoipata nikujulishe yale ambayo yamesababisha yaliyonikuta kule nyuma, sasa na anaweza kunikuta. Na nafsi yangu inasema hakukuwa na jinsi. Hiki ndicho nilichotakiwa kukifanya nikiwa duniani. Ndicho nilichokabidhiwa na Baba yangu, na ndio hesabu nitakayoirudisha. Nami najiona nitairudisha kwa ujasiri mwingi sana, nikisema nilijaribu kusema kila ambalo ungetaka nilisema. Asante sana na hongera kwa kunisikiliza.